chako. Naomba kuahirisha gari kwa muda. Pale. Mtazamaji wa Tanzania Safari Channel, karibu katika mahojiano maalum na Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji, na leo tunazungumzia vyote ambavyo vinaigusa sekta ya utalii na maliasili. Ikiwa ni fursa, tutaangazia mustakabali wa sekta hii. Lakini hapa unapoona background yetu ilivyo nzuri, yani inavutia kisahuti na muonekano pia. Hapa tupo hifadhi ya taifa ya Arusha. Ni hifadhi ambayo inatambulika kwa vivutio vingi ikiwemo na mandhari nzuri ya Mlima Meru. Karibu sana Dokta. Asante sana. Hongera sana kwa uzinduzi wa sensa. Asante sana. Tumekwenda vizuri. Yeah. Ni nini ambacho umefurahi kukisikia leo kwenye sensa? Jambo moja kubwa, kwanza ni washukuru sana Tanzania Safari Channel kwa fursa hii muhimu sana kwetu kama Wizara ya Maliasili na Utalii siku ya leo, ambapo tulikuwa na uzinduzi wa matokeo ya sensa ya wanyamapori ambayo imefanyika mwaka 2024-2025. Jambo kubwa la kuvutia siku ya leo ni ile kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazofanya vizuri kwenye uhifadhi. Na kufanya vizuri kwenye uhifadhi, tumeona ndani ya Afrika bado taifa letu linaongoza kwa kuwa na simba wengi, ambacho ni kivutio kikubwa sana cha utalii ndani ya ulimwengu huu. Mtu akifika tu hapa, mtalii anayekwenda kwenye hifadhi zetu anakuambia nataka kuona simba. Kwa hiyo tunawaambia kwa Afrika nzima Tanzania inaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya simba. Hivyo tunawakaribisha wale watu wa Lion King waje sana. Hapa ndo nyumbani kwa simba. Yes. Tuambie Dokta, kwa tathmini, hebu mwambie mtazamaji wa Tanzania Safari Channel mafanikio ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwenye miaka ya hapa karibuni. Mafanikio gani tumepata? Nikushukuru sana kwa swali zuri sana la mafanikio ndani ya Wizara ya Maliasili na Utalii, na ukiniruhusu ni baki ndani ya miaka mitano ya Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6, mafanikio yake ndani ya sekta ya utalii. Moja kubwa, tumeona tumefanya vizuri sana kwenye idadi ya watalii ambao wanakuja ndani ya nchi yetu. Tukilinganisha mwaka 2021 wakati Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan anachukua madaraka ya kuwa rais wa nchi, tulikuwa na watalii 1,700,000 tu, ambapo kati ya hawa 1,700,000 watalii kutoka nje ya nchi walikuwa ni 922,000, wakati watalii wa ndani walikuwa ni 788,000 tu. Lakini leo mwaka 2025 tulipomaliza mwaka 2025, kwa takwimu za mwaka 2025, Tanzania ina jumla ya idadi ya watalii 5,900,000. Kwa kutoka 1,107,000 mpaka 5,900,000, hiyo ni kiwango kikubwa sana cha uongezekaji wa idadi ya watalii ndani ya nchi yetu. Na kati ya hao 5,900,000 tunaona watalii kutoka nje ni 2,200,000, na watalii wa ndani sasa wamezidi wale wa nje, wamekuwa ni 3,600,000 na pointi kadhaa. Kwa hiyo unaona kabisa kuna turnaround, kwanza uongezekaji wenyewe wa watalii, lakini mbili, hiyo tu ya Watanzania sasa wamejua umuhimu wa maliasili zao na idadi yetu ime-outwin wale watalii kutoka nje. Okay. Tuwachokoze wale wafuatiliaji kwenye mitandao ya kijamii. Tuwachokoze kidogo. Yes. Tunarudi nyuma bungeni wakati unawasilisha budget. Kuna mbunge alisema alikuwa na wasiwasi kuhusiana na takwimu
akasema kuna watu wanakuja kununua vitu, mnasema ni watalii. Je, kuwapa hilo, kuweka uwazi kwa wafuatiliaji mtandaoni, una nini cha kuambia kuhusiana na hilo? Nishukuru, ni kweli kulikuwa na hiyo comments kutoka kwa mmoja wa waheshimiwa wabunge. Alitoa hiyo comment, ana uhuru wa kusema kila anachowiwa kukisema, na sisi tunachokifahamu na ndio uhalisia. Tunaposema idadi ya watalii ndani ya taifa letu, hatuitengenezi sisi wenyewe. Hii ina formula yake ambayo kanuni yenyewe hiyo imetolewa na shirika la utalii la Umoja wa Mataifa, UN Tourism. Kwa hiyo sisi tunaamua tu leo huyo amekuja kununua kitunguu naye ni mtalii, hapana. Kwa hiyo ina formula yake na kila mwezi shirika la utalii la Umoja wa Mataifa linachukua takwimu hizo wenyewe kujua watalii hawa wamefika ndani, wageni wameingia ndani ya nchi, na wanawakategorize wenyewe, hawa ni watalii na hawa sio watalii. Kwa hiyo tunaposema idadi ya watalii milioni 5.9 kwa takwimu za mwaka 2025, tuna uhakika na ni takwimu ambayo iko Umoja wa Mataifa. Tanzania inafanya vizuri sana kwa ongezeko la idadi ya watalii, lakini tunakwenda mbele zaidi. Tanzania ni ya 3 ndani ya ulimwengu huu kwa nchi ambazo watalii wakifika, moja, wanafurahia vivutio vile vya utalii, lakini matumizi ya fedha. Kwa hiyo tunapata fedha nyingi. Ndio maana tunaona utofauti kuanzia mwaka 2021 tulikuwa na bilioni 1.32 dola za Kimarekani zilizopatikana kutoka kwenye utalii. Mwaka 2025 tulipokuwa tunaufunga, tuna dola za Kimarekani bilioni 4.4. Kwa hiyo unaona kabisa takwimu hizi sio za kwetu ndani, tunazipata kutoka kwenye shirika la Umoja wa Mataifa la utalii. Dokta, mnafanya nini ili kuhakikisha tunaendelea kuwavutia watalii kuendelea kuja Tanzania? Mikakati ipo mingi, na nianze kwa kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Tangu alipoingia madarakani, Mheshimiwa Rais wetu alibeba sekta ya utalii. Kwa kuwa alikuwa anafahamu taifa letu linavyo vivutio vingi vya utalii, lakini havikuwahi kupelekwa duniani ipasavyo. Tukamwona Mheshimiwa Rais wetu ametoka ofisini akaenda kuandaa filamu ya Tanzania The Royal Tour. Hakuishia hapa, akaandaa ya pili ya Amazing Tanzania ambayo ni ya Kichina, na sasa Amazing Tanzania tunaona inatuletea watalii wengi sana kutoka China na majirani zake. Kwa hiyo ya kwanza ilikuwa ni hiyo, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu. Na sisi sasa kama wizara, mkakati wetu mmoja ni kuhakikisha tunaendelea kuitangaza nchi kwenye masoko ya kimataifa. Maana unaona wizara inashiriki kwenye maonesho mbalimbali ya utalii, maonesho makubwa. Kwa mfano ITB Berlin ni maonesho makubwa, Fituri kule Spain tunakwenda, tunashiriki na tunakutana pamoja na serikali za kule, lakini tunakutanisha sekta zetu za utalii. Makampuni yetu yanayoendesha watalii hapa nchini tunawakutanisha na tour operators wa nchi nyingine, wanatengeneza biashara. Kwa hiyo tunaendelea moja kuzifikia zile nchi kubwa ambazo ndio masoko yetu makubwa ni Marekani pamoja na nchi za Ulaya. Tumeongeza nguvu ya kuelekea huko. Lakini umesikia nimetamka kuhusu filamu ya Amazing Tanzania. Hii iliandaliwa kwa ajili ya masoko ya Mashariki ya Mbali. Na sasa tunawaona Mashariki ya Mbali wanatuletea watalii wengi zaidi, hasa nchi ya China. Tulikwenda kwenye miji miwili tu kwenda kuiuza filamu hii ya Amazing Tanzania, na sasa mkakati wetu mkubwa ni kuendelea na masoko yale ya Mashariki ya Mbali. China tuimalize miji yake mikubwa yote, lakini twende kwa majirani wa China ambao wanaongea Kichina na wanasikilizana Kichina. Kwa hiyo tunataka kuendelea huko kwenye nchi za Mashariki ya Kati, huku tukiendelea kuyang'ang'ania masoko yetu makubwa mawili ambayo ni Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya. Ukiacha hilo, mmeshaiuza nchi, mnakuja na watalii wengi wameitikia wanakuja. Je, miundombinu yetu ikoje?
Kwa mkakati wetu wa pili ni kuhakikisha ndani ya hifadhi zetu na mapori yetu yote tunatengeneza miundombinu ya barabara, lakini tunakaribisha wawekezaji kuja kuwekeza nasi kwa ajili ya malazi ya watalii wetu. Kwa hiyo pia ni mkakati wetu, kuboresha miundombinu ya barabara, madaraja, kila kitu, lakini kuhakikisha tuna wawekezaji wanaowekeza nasi kwenye maeneo ya malazi ili watalii wetu wanapofika waweze kulala. Huo ni mkakati wa pili. Mkakati wa tatu ni kuongeza mazao mapya ya utalii. Utakumbuka huko nyuma tulikuwa tunabaki na utalii huu wa kuja kuangalia wanyama, lakini sasa tumeingia kwenye ecotourism, utalii wa misitu. Kwa hiyo utalii wa misitu yetu yote ya wakala wa huduma za misitu sasa inatuingizia pia watalii, na tumeanza pia kuweka miundombinu huko ya barabara pamoja na maeneo ya malazi kwa ajili ya watalii wetu. Kwa hiyo hii ndio mikakati yetu tulionayo kwa sasa ambayo tunaendelea kuifanyia kazi. Umegusia, umempongeza na kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake katika sekta hii. Wenda una nini cha kuongezea kuhusiana na mchango wake kwenye sekta ya utalii? Nakushukuru sana, ni swali zuri na muhimu. Ni wazi hatuwezi kuongelea maendeleo ya sekta ya utalii na uhifadhi bila kumtaja Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimesema aliyoyafanya ya awali, lakini tunaona pia uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanyika. Tumezoea kuona tukiongelea utalii wengi huongelea upande wa kaskazini mwa nchi, the Northern Circuit. Mheshimiwa Rais ameiona pia fursa ya Southern Circuit, utalii wa kusini. Akatafuta fedha shilingi bilioni 300. Tumekwenda kuwekeza kwenye hifadhi zetu zilizopo kusini mwa Tanzania. Tumemwona Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba miezi mitatu iliyopita alituzindulia kiwanja cha ndege pale hifadhi ya Taifa Nyerere. Kile kiwanja kilichozinduliwa ni kazi kubwa ya Mheshimiwa Rais wetu na maono yake ya kutaka kufungua utalii wa kusini. Hakikujengwa kiwanja kimoja, kimejengwa kiwanja cha ndege ya hifadhi ya Taifa Nyerere. Tumejenga kiwanja kama kile tulichozindua pale hifadhi ya Taifa Nyerere kwenye hifadhi yetu ya taifa Ruaha, lakini tunakamilisha ujenzi wa kiwanja kama kile cha ndege katika hifadhi ya taifa Mikumi. Kwa Mheshimiwa Rais anawekeza kwenye miundombinu ambayo inaufungua pia utalii wa kusini. Maana yake nini? Kupitia maono yake haya tunaiona Tanzania ikienda kunufaika na utalii wa nchi nzima. Kaskazini ambako tumezoea, lakini sasa tunaelekea kusini pia. Tunaenda kutengeneza ajira kwa vijana wetu, ajira kwa kina mama, na unavyojua sekta ya utalii inamgusa kila mtu. Hakuna anayeachwa nje ndani ya sekta yetu ya utalii. Umezungumzia manufaa ambayo tunapata kuelekea AFCON. Sekta ya utalii inanufaikaje moja kwa moja? Nikushukuru sana, na kulikuwa na mjadala mkali pia kipindi cha wasilisho letu la hotuba ya bajeti bungeni. Waheshimiwa wabunge, wawakilishi wa wananchi wetu walikuwa wanatamani kuona tunafanya vizuri pia kwenye AFCON michezo hii inapokuja mwaka 2027. Swali lako ni muhimu sana. Mahusiano yakoje? Mahusiano ni makubwa sana. Sisi Wizara ya Maliasili na Utalii ndo tumepewa jukumu la kuibrand nchi Destination Tanzania. By the way, ongera Destination Tanzania, Toronto na wapi tena? Na New York tumefika. Na New York tumefika na ndani ya siku 2 tutakuwa Mexico City. Yes, kwa tunakwenda kwenye nchi zote 3 ambako kombe la dunia linafanyika sasa. Destination Tanzania iko sokoni. Kwa tunapeleka vivutio vyetu vyote hivi ambavyo tumevitaja, vyote tunavipeleka sokoni. Nikushukuru sana kwa pongezi na kwa kweli imetunyanyua. Nimeona majirani wameanza kuchanganyikiwa. Ambia tulieni, ndio kwanza mchezo unaanza. Ndio kwanza mchezo unaanza. Kwa hiyo tulitamani pia kuionyesha dunia na kuitambulisha Tanzania kwanza kwa vivutio tulivyo navyo, lakini kuambia mwakani Tanzania ni mwenyeji
wa AFCON mwaka 2027. Kwa hiyo pangeni mje Tanzania. Ndio maana ukaona Wizara ya Maliasili na Utalii imetengeneza ile program ya kuzunguka kwenye nchi zote na majiji yote ambayo michezo ile ya FIFA inafanyika, ili kuwaambia, maana wale ni mashabiki wa mpira. Kwa hiyo tunaenda kuambia mwaka huu mko kwenye FIFA World Cup, mwakani kuna AFCON Tanzania. Kwa hiyo mmeanza mapema kabisa, mapema kabisa. Kwa mwakani njooni Tanzania, kuna pia mchezo wa Afrika wa mpira wa miguu, lakini mkija, ndio maana unaona tumeunganisha. Mkija Tanzania kwenye AFCON, hamtoishia kuangalia mpira tu, tuna vivutio ambavyo tunawaletea. Kwa hiyo tumepeleka package zetu sokoni kwamba ukifika Arusha, kwa zile timu ambazo zitacheza hapa Arusha, tunawaambia tuna hifadhi ya taifa Arusha. Wakifika kuna mandhari nzuri kama hii unayoiona. Lakini ukifika hapa ni rahisi kwenda Makuyuni Wildlife Park pale. Tunayo wildlife yetu nzuri sana pale Makuyuni. Wakifika wataona vivutio vizuri, wanyama wote. Lakini tunasema mwanzo mwanadamu ni Ngorongoro, ni Tanzania Ngorongoro. Kwa ukifika hapa Arusha, siku ambazo wako kwenye mapumziko, sisi tuko tayari kuwapeleka Ngorongoro. Kwa hiyo tumetengeneza vifurushi ambavyo tumevipeleka duniani kuwaambia wanapofika wachezaji wa mpira, wanapofika mashabiki wao, wanapofika waandishi wa habari, zinapofika familia zao zitakazowasindikiza kuja huku kucheza mpira, sisi tumewaandalia kitu kingine kizuri, ili wakiondoka waondoke na kumbukumbu ya Tanzania. Ndio maana unaiona Destination Tanzania iko huko, na tunawaambia karibuni, Tanzania is unforgettable, wafike waone. Vijana watarajie kunufaika vipi au wajiandaje kunufaika na AFCON? Fursa hata upande wa utalii. Fursa ni kubwa kwenye eneo la utalii. Maana yake tumezoea kupokea wageni, labda kwa siku tunawapokea wageni 100, 200, 300 ndani ya mji wa Arusha. Lakini kipindi cha AFCON tunataraji kupokea wageni zaidi ya 300 kwa siku moja. Inamaanisha nini? Hii ni fursa kwa vijana wetu kwenye sekta nyingine zote, kwenye biashara ya usafirishaji, kwenye biashara ya chakula, kwenye malazi, kwenye kila aina ya biashara. Kwa vijana wetu wajipange vema. Sasa waziri, ndio hapo umegusia na sekta nyingine. Inaashiria kwamba inabidi hizi sekta zishirikiane. Sahihi. Yaani nyie utalii mshirikiane, kwamba vijana ambao wamewekeza kwenye utalii na vijana ambao wanafanya vitu vingine. Hebu tuambie kidogo hapo, mmeshaanza mikakati au hiyo imekaa vipi? Sio mikakati tu. Tumeanza na utekelezaji, ndugu mtangazaji. Tumeanza na utekelezaji, ndio maana serikali yetu ilipopata hii fursa ya kuhost AFCON 2027 iliunda kamati ya kitaifa ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, anaturatibu sekta zote. Kwa hiyo kila sekta ina jambo lake. Tumeanza vikao, na sio vikao tu, tumeanza na utekelezaji. Kama utakumbuka, mwezi jana sisi hapa Arusha tulikuwa na mafunzo ya waongoza watalii. Kwa hiyo tunawapa mafunzo ya hospitality, lakini tunawapa mafunzo hata jinsi gani wanaweza kuwasiliana na wageni wetu wanaokuja. Watakuja wageni wengi, lakini tunakutana na wafanyabiashara ndogo ndogo kuambia fursa hii inakuja. Hawa ni wageni wetu wanakuja kwenye mchezo wetu wa mpira, lakini ni watalii wetu. Tuwaandalie chakula cha aina gani? Tutapata wageni kutoka mataifa mbalimbali. Lazima tuwe na variety pia hata ya vyakula, ili mgeni akifika Tanzania ajione yuko nyumbani, asijione yeye ni mgeni sana. Lakini kwa maafisa usafirishaji wetu na wenyewe tumepanga, tunakuja kuwapa mafunzo ya pamoja, na tunapotoa haya mafunzo tunakuwepo sekta zote. Mimi waziri wa utalii nasema kuhusu ukarimu, nasema jinsi gani ya mawasiliano na wageni wetu, lakini waziri wa biashara naye anasema kwenye biashara kipi tutarajie. Waziri wa afya anasema mambo ya kiafya
tunapowapokea wageni wetu kipi kifanyike ili kuhakikisha tunawapokea wageni wakiwa na afya njema na tunawasafirisha wakiwa na afya njema ili muda mwingine watamani tena kurejea Tanzania. Kwa hiyo tunayo timu ambayo inafanya kazi vizuri kabisa, na ndani ya siku 2 hizi tutakuwa pia na mafunzo kwa wafanyakazi kwenye airports zetu ambao ndio wa awali kabisa wanaopokea watalii wetu. Kwa hiyo tunaanza na airport ya Dar es Salaam, alafu tutakuja airport ya Kilimanjaro na tutakwenda Zanzibar, maeneo yote matatu ambako michezo itafanyika. Kwa hiyo tumeshaanza kuitekeleza mikakati yetu. Hongereni. Asante sana. Dr. migogoro kati ya wananchi na wanyama bado ipo. Tunafanyaje ili kuvuka hapo? Umesema vema, tunalo tatizo la migogoro kati ya wanyamapori wakali na waharibifu na wanadamu. Kabla hatujafikiria tunafanyaje, ni muhimu tukajiuliza tumefikaje hapo tulipo. Wewe ulikuwepo asubuhi ya leo wakati tunazindua takwimu zile za sensa ya wanyamapori. Tumeona mnyama anayelalamikiwa sana ni tembo. Tembo amevamia shamba, tembo amevamia makazi, tembo amevamia. Lakini tumetoa takwimu vizuri. Mwaka 2005 tulikuwa na tembo 134,000. Sawa? Mwaka huu tuna tembo 66,000 tu na 700. Kwa hiyo tuko 53% ya tembo tuliokuwa nao mwaka 2005. Sasa tunajiuliza nini kimetokea? Kwa nini tembo hao wamekuwa wakorofi? Siku moja niko kwenye mjadala pale wizarani, vijana wakaniambia, mheshimiwa, yawezekana tembo wetu nao ni Gen Z. Nikamwambia hapana, lazima tuende kwenye utafiti tujue nini kimetokea. Lakini umeona takwimu ya leo imetueleza wanadamu tumeongezeka. Ukiangalia sensa ya mwaka 2012 tulikuwa milioni 34. Leo tuko milioni 62,700,000. Na ukiangalia kwa growth rate ilivyo, tunaongelea saa hizi Watanzania tuko kama milioni 70. Maana yake nini? Kuna kusogeleana kati ya wanadamu na wanyama. Na kwenye takwimu zetu tulizozileta leo umeona kabisa tumeonyesha mashamba yamesogea sana karibu na hifadhi zetu. Maana yake nini? Tumekwenda kuwakaribia wanyama wetu. Kwa hapo lazima itokee hiyo tunayoita migongano kati ya wanyamapori na wanadamu. Sasa nini kifanyike? Moja, serikali yetu inathamini sana utu wa watu wake. Lazima tumlinde Mtanzania. Tunajua ni kweli Watanzania tumeongezeka. Hatuwezi kusema tupunguze Watanzania. Tatizo la kwanza ni tumeongezeka. Tatizo la kwanza ni kuongezeka, ambapo sasa pamoja na kuongezeka tumeendelea kuzisogelea hifadhi. Na linakuja swali la pili, je, ardhi haitutoshi? Ila tutosha. Ndio maana ukasikia bunge limetuelekeza leo lazima tufanye utafiti na mjadala wa kitaifa. Hivi ni kweli ardhi haitutoshi mpaka kila mheshimiwa mbunge anayesimama anatamani kukatiwa kipande cha hifadhi? Sidhani kama ni sahihi. Kwa hiyo tunarudi kwenye sekta ya kilimo. Tutarudi kwenye sekta ya mifugo. Tunaitumiaje ardhi yetu? Tumeitumia kwa ufanisi? Ndio maana tunasema tunahitaji mjadala wa kitaifa tuseme kuhusu jambo hili. Lakini jambo la pili pia, tunayo mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanaathiri sio ndani tu ya hifadhi, hata huku wananchi wetu. Ndio maana wanatamani kuifuata ardhi nzuri iliyoko hifadhini. Kwa hiyo kule ameshalima, rutuba imeisha, anatamani kukatiwa kipande kingine asogee ndani ya hifadhi. Kwa hiyo unauona huo mgogoro mwingine. Sasa tunasema nini tufanye? Moja, kwa suluhisho ambalo sisi tunaamini sio la kudumu. Tumeamua sasa kutumia teknolojia. Moja, kwenye maeneo yale ambayo ni sumbufu sana, tunafunga fensi za umeme ili kuzuia wanyama tembo hawa wasitoke kuja huku kwa wananchi, ili tulinde wananchi wetu pamoja na mali zao. Lakini pili, tunatumia teknolojia pia ya ndege nyuki kuona kundi hili la tembo
limeanza kusogea kijijini. Na tunaonaje? Tunaona kwa kufunga mikanda ile ya kuwa detect wanaelekea wapi. Kwa hiyo tukishawafunga mikanda, wale tembo viongozi wanapoanza kusogea tunawaona wako wapi. Tukishawaona tunaitumia ndege nyuki sasa kuwarejesha wale tembo hifadhini. Kwa hilo ni jambo jingine, lakini tunarejea kama tumeanza mwanzo wakati tunasema mimi na wewe, hawa wanyama hawana utambuzi kama sisi wanadamu. Wao akijua pale nitapata chakula kizuri, atakuja kukichukua, whether iwe shambani kwako au sio shambani kwako. Na kama tembo aliwahi kupita hapa, tunaita kwenye shoroba za wanyama, amewahi kupita miaka 200 iliyopita, kitukuu chake kitarudi, kitapita hapa. Sasa kwa ongezeko lile tunalosema tumeongezeka wanadamu, sisi tumelima mpaka kwenye shoroba. Ukienda sasa hivi ni unaondoka kwenye shamba la mwananchi unaingia hifadhini, lile eneo la shoroba lote tumelivamia. Kwa hiyo tunaweza tukaweka hata hizi fensi za umeme. Huyu mnyama tembo akakumbuka aliwahi kupita pale, atavunja ile fensi apite. Ndio maana tunasema tunahitaji mjadala wa kitaifa juu ya matumizi ya ardhi yetu, ili tunusuru wananchi wetu, lakini tunusuru wanyama wetu ambao pia ni muhimu kwetu. Leo asubuhi ulikuwepo, umewasikia viongozi wa dini wote wamesema pale kwamba tumeumbwa kutegemeana kabisa. Leo tukisema tuwaondoe tembo, kuna madhara tutakayopata sisi wanadamu. Kwa hii ni ecosystem, lazima tuilinde. Kwa wanasayansi wetu wanaendelea kufanya kazi ili kwa pamoja tufike kwenye suluhu ya kudumu. Umegusia swala la kutegemeana. Kama wizara mnaweka mikakati gani ili kuhakikisha mazingira ya nje na ndani ya hifadhi yanalindwa, hasa kwenye swala la kutunza mazingira? Moja ni kutoa elimu kwa wananchi wetu, lakini hata sisi ambao ni wahifadhi lazima pia tuendelee kuipata elimu. Kutokana na elimu kuwa ndogo, sasa hivi kwenye hifadhi zetu nyingi tuna tatizo la mimea vamizi. Kuna baadhi ya mimea ikiingia kwenye hifadhi wanyama wanakimbia. Kwa hilo pia ni tatizo. Kwa lazima tuendelee kupeana elimu kati ya wanadamu, kati ya wananchi wetu ambao wanaishi pembezoni mwa hifadhi zetu, ili kwa pamoja tulinde na tutunze mazingira yetu. Tumeona tatizo la mabadiliko ya tabia nchi linapokuja haliathiri wanyama peke yake, tunaathirika na sisi wenyewe. Kwa hiyo tunaendelea kupeana elimu kwenye maeneo yetu kwa pamoja, ili tujue rasilimali hizi ni zetu na wenye jukumu la kuzitunza ni sisi wenyewe, na ukiyapiga mazingira yatakupiga. Kwa hiyo lazima tusimame imara kulinda mazingira yetu. Dokta, sio kwamba inatakiwa ianze kuanzia level ya shuleni, mtoto mdogo. Unahisi tunakosea wapi? Yani mpaka mtu mzima anaweza kawa anaendesha gari, anakunywa chupa, anatupa nje, kama vile anajua kuna ile chupa sijui itapotea ama itafanyaje. Yani huo ustaarabu tunafeli wapi? Ndugu mtangazaji, umesema vema, ni utamaduni. Ni utamaduni, na utamaduni unaanza kwenye level ya familia. Tunaleaje? Utamaduni wetu ukoje? Tuna ustaarabu wetu ukoje? Haiwezekani ukanywa kinywaji chako ukamaliza ukafungua dirisha ukatupa. Sasa kwenye hifadhi ambazo barabara inapita connect na mkoa mwingine, yes. Mtu anapita tu na gari, anakunywa chupa, anatupa. Na hiyo sasa mimi natamani twende mbali. Tusiishie kwenye hifadhi tu, tuelezane madhara ya hizi chupa kwenye hifadhi, lakini kwenye mazingira yetu ya kawaida. Kwa sababu ni uchafu. Umemaliza kunywa maji yako, umeweza kunywa juisi yako, hifadhi alafu ukifika iweze kuweka katika eneo maalum. Ofisi yetu ya Makamu wa Rais mazingira wanafanya kazi nzuri, na juzi kwenye siku ya mazingira duniani tuliona watoto wadogo. Kwa hiyo tumeanza na shule za msingi
kufikisha hii elimu ya utunzaji wa mazingira ili uwe ni utamaduni wetu wa kizazi chetu kijacho. Kwa serikali yetu imeanza, na sisi Wizara ya Maliasili na Utalii tunafanya kazi kwa ukaribu sana na ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira ili kukilea kizazi ambacho kiko tofauti, miji yetu iwe safi, hifadhi zetu ziwe safi na wanyama wetu wawe salama. Okay. Kwa kumalizia Dokta, una nini cha kuambia wadau wa sekta ya utalii na maliasili? Asante sana. Moja, natamani kuambia wadau wetu wa sekta ya utalii na Watanzania wote kwa ujumla. Kwanza, tumpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yake lakini uongozi wake thabiti alipoamua kuibeba sekta ya maliasili na utalii. Leo tunaiona sekta ya maliasili na utalii ni moja ya sekta kubwa ambayo inachangia kwenye ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Inatoa ajira zaidi ya 1.5 milioni za moja kwa moja, ajira zaidi ya 3 milioni ambazo sio za moja kwa moja. Kwa hiyo tunampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi yake kubwa aliyoifanya ya kuitangaza nchi, lakini pili, fedha ambazo anaridhia tuzitumie kwenye miundombinu yetu ndani ya hifadhi zetu. Pili, niwaambie wadau wetu wa utalii na Watanzania kwa ujumla, rasilimali zetu au maliasili zetu hizi ni mali yetu wa Tanzania wote. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuzilinda, wa kuzitunza na kuhakikisha tunawarithisha watoto wetu kama ambavyo sisi tulirithishwa na babu zetu. Ni kama babu zetu wangekwenda na hiki kinachoonekana sasa cha kutamani nikatiwe kwenye hifadhi hii, tukatie kwenye msitu huu, ni wazi hata sisi tusingekuta misitu hii wala hifadhi hizi zisingekuwepo, mapato tunayoyaongelea leo yasingekuwepo, ajira tunazoziongelea leo zisingekuwepo. Tanzania, destination Tanzania inayosomeka huko duniani isingeweza kwenda. Sasa hizo unaiona dunia inasema yes, this is Tanzania, this is Tanzania, hii ni Tanzania, natamani kwenda. Ni kwa sababu wazee wetu walilinda maliasili zetu hizi. Kwa tuna wajibu kama Watanzania tuweze kuzilinda kwa pamoja ili tuwarithishe watoto wetu na wajukuu zetu. Ndio maana Wizara ya Maliasili na Utalii tunasema tumerithishwa, tuwarithishe. Kwa hilo ni kubwa sana kwetu, lakini kwa wadau sasa halisi, wale ambao wananufaika moja kwa moja, niwakumbushe tu uwekezaji tunaofanya kwenye hifadhi hizi ni wetu sote. Wao wanaweza kutengeneza faida kwenye mitaji yao wanayowekeza, kwa sababu serikali imewekeza miundombinu ya viwanja vya ndege, miundombinu ya madaraja, miundombinu yote ambayo iliyopo kwenye hifadhi zetu. Ni wajibu wetu kuitunza miundombinu hii ili tuendelee kunufaika kwa pamoja na tuendelee kuyafurahia maisha mazuri kwenye hifadhi zetu. Mtazamaji wa Tanzania Safari Channel, najua una vingi ambavyo ungetaka kusikia. Hata mimi nilikuwa nataka nipenyeze swali hapa, nikuulize hivi, huko wanavyosemaga mnatengeneza miundombinu, lakini bwana tunasikia kuna watalii wanapenda the hard tourism, maji gari limeingia kwenye matope nini? Lakini ndo hivyo, endelea kufuatilia Tanzania Safari Channel. Tunakuambia tumerithishwa, tuwarithishe, lakini pia sasa hivi tunaenda na Tanzania Unforgettable. Tanzania Destination Tanzania. Yes. Destination Tanzania ambayo inaendelea kutamba na kupeperusha bendera ya Tanzania huko duniani. Kutoka hifadhi ya taifa ya hapa Arusha National Park tunakuambia hatuna la ziada. Endelea kufuatilia Tanzania Safari Channel. Mimi ni Judith Eliza. Bye.